Hebu fikiria uko ndani ya ndege. Safari imekuwa tulivu tangu ilipoanza. Rubani anatangaza kuwa baada ya muda mfupi mtatua salama. Wengi wanaanza kufungua mikanda ya usalama, wengine wanawasha simu zao wakiamini safari imefika mwisho. Lakini ghafla, badala ya ndege kupunguza mwendo baada ya kugusa ardhi, unaisikia ikiendelea kukimbia kwa kasi. Mtikisiko mkubwa unaanza, mizigo inatikisika na ukimya mzito unatawala ndani ya ndege. Kwa sekunde chache hakuna anayejua kinachoendelea. Je, hiyo ndio ingekuwa mwisho wa safari au mwisho wa maisha? Hicho ndicho walichokipata abiria wa ndege ya Enugu Air nchini Nigeria. Lakini simulizi hili halikuishia kwenye majonzi, bali kwenye muujiza ambao wengi hawatausahau. Ndege hiyo aina ya Embraer E170 iliyokuwa ikifanya safari namba 4264 kutoka Lagos kuelekea Benin ilikuwa imebeba abiria 63 pamoja na wahudumu 5. Safari iliendelea kawaida bila dalili yoyote ya tatizo. Baada ya muda angani, rubani alianza kushusha ndege kuelekea uwanja wa ndege wa Benin na magurudumu yaligusa njia ya kutoa barabara kama ilivyotarajiwa. Lakini hapo ndipo mambo yalipobadilika. Badala ya kupunguza mwendo na kusimama ndani ya njia ya kutua, ndege iliendelea kutembea mbele. Sekunde chache baadaye ilitoka nje ya njia ya kutua na kusimama pembeni mwa uwanja wa ndege. Ndani ya ndege taharuki ilitanda. Baadhi ya abiria walishikana mikono kwa hofu, huku wengine wakiinama kwenye viti vyao wakisubiri kuona kitakachofuata. Licha ya hali hiyo kutisha, marubani waliendelea kudhibiti ndege kwa utulivu, huku wahudumu wa ndani wakitoa maelezo ya kuwafanya abiria wabaki watulivu na kufuata taratibu za usalama. Baada ya ndege kusimama kabisa, milango ilifunguliwa na zoezi la kuwaondoa abiria lilianza mara moja. Kwa bahati nzuri, abiria wote 63 pamoja na wahudumu 5 walitoka salama bila majeraha yoyote. Video zilizosambaa kwenye mitandao ya kijamii zilionyesha abiria wakiteremka kwa utaratibu chini ya usimamizi wa maafisa wa uwanja wa ndege. Ingawa nyuso zao zilionyesha hofu walioipitia, wengi walionekana kushukuru kwa kunusurika. Muda mfupi baadaye, Enugu Air ilitoa taarifa rasmi ikithibitisha tukio hilo. Shirika hilo lilieleza kwa ndege yake ilitoka kwenye njia ya kutua baada ya kutua katika uwanja wa ndege wa Benin, lakini likasisitiza kuwa hakuna abiria wala mhudumu aliyejeruhiwa. Pia liliwashukuru marubani, wahudumu wa ndege na vikosi vya dharura kwa weledi wao na mwitikio wa haraka uliowasaidia kuhakikisha kila mtu anatoka salama. Shirika hilo liliomba radhi kwa usumbufu uliowakumba wasafiri na kueleza kuwa ndege hiyo itaendelea kufanyia ukaguzi wa kina huku uchunguzi ukiendelea. Aidha, ilieleza kuwa baadhi ya safari zinaweza kuathirika kwa muda. Wakati huo huo, mamlaka za uchunguzi wa usalama wa usafiri wa Nigeria NSIB ilitangaza kuanza kwa uchunguzi rasmi wa tukio hilo. Wachunguzi walifika eneo la tukio kukagua ndege, kuchunguza hali ya njia ya kutua pamoja na kuwahoji marubani na wahudumu ili kubaini chanzo halisi. Kwa mujibu wa wataalamu wa usafiri wa anga, matukio ya aina hii yanaweza kusababisha na sababu mbalimbali, ikiwemo mvua kubwa iliyosababisha maji kujikusanya kwenye njia ya kutua na kufanya magurudumu kushindwa kushikilia vizuri. Hata hivyo, wameonya kuwa ni mapema mno kutoa hitimisho kabla uchunguzi rasmi kukamilika. Tukio hili limeibua mjadala mkubwa kuhusu usalama wa safari za anga nchini Nigeria, hasa baada ya tukio kama hilo kutokea mwaka 2025 ambapo ndege ya Air Peace ilitoka nje ya njia ya kutua katika uwanja wa ndege wa Port Harcourt. Licha ya picha zilizosambaa zikionyesha ndege ikiwa imesimama nje ya njia ya kutua na kuruka, mwisho wa simulizi hili ulikuwa wa tofauti. Hakuna maisha yaliyopoteza, hakuna aliyejeruhiwa. Kilichobaki ni maswali kuhusu chanzo cha tukio hilo na pongezi kwa marubani, wahudumu wa ndege pamoja na vikosi vya dharura waliofanikisha safari hiyo ambayo ilionekana kugeuka kuwa janga kumalizika salama. Sasa macho yote yanaelekezwa kwa matokeo ya uchunguzi wa NSIB ambao unatarajiwa kueleza kilichotokea katika sekunde chache ambazo zilibadili safari ya kawaida kwa moja matukio makubwa ya usalama angani nchini Nigeria mwaka huu. Mimi ni Consolata Chaliga wa Ayo TV.